السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Siasa katika Uislamu zinatofautiana na siasa za kutungwa, siasa za kimagharibi. Na Waislamu wanapozungumza siasa Kiislamu wanazungumza siasa zilizoteremshwa katika Qur'ani na Sunna, na ndio siasa sahihi. Kwa hiyo tunapoelezea siasa na kuwahutubia waumini wetu siasa, tunawahutubia siasa sahihi inayowahusu, ambayo imekuja katika Qur'ani na Sunna. Na miongoni mwa tofauti ya siasa ya Kiislamu na siasa za kimagharibi zilizotungwa, zingine zimetungwa karne ya 16, 17, karne ya 18, karne ya 19, na mifumo iliyotungwa na watu wa falsafa. Siasa hizo ni tofauti na siasa ya Kiislamu. Miongoni mwa tofauti hizo, siasa ya Kiislamu inaangalia maslah na mafsada. Siasa ya Kiislamu inapima uzani kati ya maslahi ya kufanya jambo na ufisadi wake. Siasa za kimagharibi zinaangalia faida za kumnufaisha mtu, na wakatofautiana. Kuna faida za kumnufaisha mtu binafsi, faida za kumnufaisha mtu mwenye nguvu. Mwenye nguvu ndiye anayekuwa na haki bila kuangalia mafsada. Ndio maana siasa hizo wasimamizi wake hawaoni shida maadamu wanapata maslahi yao, kama ni mali za Afrika au za nchi za Kiislamu. Hawaoni shida wafe malaini, mamilioni ya watu, maelfu ya watu. Hawaoni shida waunde vikundi vya uasi vya kuiba mali maadamu wananufaika wao. Hawaoni shida kabisa, jambo la kawaida kwao. Na ndio maana kuna nchi ambazo zimetuzunguka zina vikundi vya uasi usioisha miaka na miaka. Sababu ni hiyo. Siasa za Kiislamu zinaangalia, je, kuna maslahi hapa au kuna mafsadi, au kuna maslahi lakini mafsadi ni makubwa. Na hii ni kwa sababu siasa ya Kiislamu imekuja kuhifadhi mambo matano. Jambo la kwanza, kuhifadhi dini iwepo isipotee. Jambo la pili, kuhifadhi nafsi, roho za watu
zisiondoshwe kwa dhulma, watu wasife hovyo hovyo. Na jambo la tatu, kuhifadhi akili, kusiwe na madawa ya kulevya yanayoharibu vijana, yanayotia wendawazimu vijana na mambo mengineyo. Jambo la nne, hifdhul ird, kuhifadhi heshima za watu. Na jambo la tano, hifdhul mal, kuhifadhi mali. Siasa ya Kiislamu imekuja kwa malengo ya kulinda vitu hivi vitano ambavyo ni vitu vya dharura, vya lazima katika maisha ya mwanadamu. Uislamu umekuja kulinda mambo haya matano kwanza kabla ya chochote. Siasa za kimagharibi mambo haya hawayatambui. Wako tayari kuvunja heshima za watu, watu wafe, dini zipotee, dini za watu zipotee, cha Mungu wa watu upotee, mali zipotee, akili ziharibike, hawajali. Siasa ya Kiislamu ni siasa yenye huruma. Ndio maana katika sheria ya Kiislamu kuna kanuni ambazo zimetoholewa kutoka katika Qur'ani na Sunna. Kanuni hizi ndizo ambazo zinalinda siasa hii safi. Miongoni mwa kanuni hizo ni kanuni inayosema dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, kuzuia hatari, kuzuia madhara kunatangulizwa kuliko kupata faida, kuliko kupata yale ambayo mnayapenda ya faida. Kuzuia madhara kunatangulizwa kabla ya kuangalia au kabla ya kupata faida. Lakini kanuni hii vile vile ina ibara nyingine inayosema daf'ul mafsada ahammu min tahsilil maslaha, kuzuia madhara, mafsadi, madhara ni jambo kubwa na la umuhimu zaidi kuliko kutafuta na kuyapata maslahi, mambo mazuri, mambo ya maslahi. Na ahlul ilmi wamebainisha kanuni hii. Watu wa elimu ya sheria waliobobea katika sheria wamebainisha kanuni hii, wakasema kama alivyosema Al-Izz ibn Abdussalam al-Imam Shafi'i. Al-Izz ibn Abdussalam Shafi'i huyu kama alivyosema idha ijtama'at masalih wa mafasid, yakikutana madhara, yakikutana maslahi na madhara, fa in amkana tahsilu al-masalih wa dar'i al-mafasid fa'alna dhalika, ikiwezekana kupata yale maslah na kuzuia yale madhara tunafanya hivyo, imtithalan li amri Allah ta'ala fihima. Kufanya hivyo ni kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo hayo mawili aliposema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kwa uwezo wenu mnaoweza, kwa kiwango cha juu mnachoweza nyinyi. Kwa maana yale ambayo huna uwezo nayo, huna uwezo wa kwenda hija, ulazimishwe kwenda hija kwa sababu huna uwezo. Huna masharti ya kutoa zaka, ulazimishwe kwa sababu hujatimiza masharti. Hapo ni kuangalia maslaha na mafsada. Anasema wa in ta'azzara ad-dar'u wat-tahsil, na isipowezekana kuzuia madhara na kupatikana maslahi kwa wakati mmoja, anasema fa in kanatil mafsadatu a'zam, ikiwa mafsada yatakuwa makubwa min al-maslaha, ikiwa madhara yatakuwa makubwa kuliko maslaha, dara'na al-mafsada, basi tunazuia madhara.
wala nubali bifawati almaslaha, wala hatujali kwamba zile faida yale maslaha tumeyakosa yameondoka, hilo hatulijali. Maadamu madhara makubwa yameondoka, zile faida zile ambazo tumezikosa hatujali. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasalunaka 'anil khamri wal maisir, wanakuuliza kunako hukumu ya pombe na kamari. Qul fihima ithmun kabir, waambieni katika pombe na kamari kuna madhambi makubwa. Wa manafi'u linnas, lakini pia kuna manufaa kwa watu, wanapata pesa, wanafanya biashara. Wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, na madhambi yake, kwa maana madhara yake ni makubwa kuliko faida yake, kuliko faida ya kamari na pombe. Na ndio maana Allah akaharamisha vitu hivi viwili, akasema ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Akaharamisha vitu hivi viwili baada ya kuwa madhara yake ni makubwa kuliko faida, akaharamisha katika suratul Maida. Ayuhal muslimun, miongoni mwa dalili za kanuni hii, tumesema kanuni hizi zimetoholewa kutoka katika Qur'ani na Sunna kwa sababu ni kanuni za kisheria. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm, wala msitukane masanamu yanayoabudiwa na washirikina kinyume na Allah. Msiyatukane kutukana ambako kunapelekea wale washirikina kumtukana Allah kwa uadui bila ilmu. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa amekataza kutukana miungu ya kishirikina, kwa maana masanamu, pamoja na kwamba inafaa na ni jambo zuri, lakini kwa sababu kutukana miungu ya kishirikina, washirikina wale watamtukana Allah kwa kulipiza kisasi, Allah akaharamisha kutukana ile miungu, kwa sababu kutukana miungu ya kishirikina ni jambo zuri, lakini kutukanwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo hapa huondoshwa madhara makubwa na haiangaliwi haya maslaha, hizi faida za kuwatukana waungu wa kishirikina. Kwa hiyo hii ni kanuni ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka katika Qur'an, na hii ndio aya na ndio iliyotohoa ile kanuni. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, miongoni mwa dalili hizo ni Allah aliposema, man kafara billahi min ba'di imani, mwenye kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwa mu'min kisha akamkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtu huyo atapata ghadhab za Allah Subhanahu wa Ta'ala na adhabu yumizayo. Akasema illa man ukriha, isipokuwa yule ambaye atatamka neno la kufuru kwa kulazimishwa, kwa kushikiwa silaha kwamba sema wa illa unakufa, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, lakini wakati anatamka hiyo kufuru kwa mdomo, moyo wake uko na imani, haukiri. Kwa maana sheria imejuzisha mtu kutamka neno la kufuru ikiwa umelazimishwa kwamba tamka wa illa unakufa. Sheria ikasema utamke neno lile kwa mdomo, lakini imani yako ikiwa imethibiti katika moyo. Kufuru, kutamka neno la kufuru ni kufuru na ni mafsada, lakini kuua nafsi ambayo inakiri katika moyo kwamba Allah ndio Mola wa haki, lakini imetamka mdomoni tu ili kuokoka na kifo, kuua nafsi hii ni mafsada zaidi. Kwa hiyo hapa sheria ikatanguliza maslahi ya kubakisha hii nafsi kuliko maslahi au kuliko maslahi. Sheria hapa imekadimisha maslahi
ya kuokoa hii nafsi kuliko madhara yatokanayo na kutamka neno kufru mdomoni. Kwa maana hapa kanuni ya kuangalia maslaha na mafsada imefanya kazi. Mafsada ya kuuawa nafsi hii ni makubwa, mafsada ya kuuawa nafsi hii ni makubwa kuliko mafsada ya kutamka lile neno la kufru mdomoni. Sheria imeangalia maslaha na mafsada. Ndugu Waislamu, amesema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa tamamul wara', hofu kubwa kabisa, hofu iliyotimia, an ya'lama al-insanu khayra al-khayrain, ni mtu kujua khairi zaidi katika khairi mbili. Kuna khairi mbili, halafu kuna moja katika hizo mbili ni kubwa zaidi ya nyingine. Wa sharra ash-sharrain, na shari kubwa katika shari mbili. ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. najua kwamba sheria imejengeka katika kuleta maslahi na kuyatimiza na kuzuia madhara na kuyapunguza. wa illa faman lam yuwazin ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات. وإلا yule ambaye atakuwa haliangalii hilo, basi mtu huyo anaweza akaacha mambo ya wajib na akafanya mambo ya haramu. Na vile vile amesema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, laysa al-aqilu alladhi ya'lamu al-khayra min ash-sharr, mtu mwenye akili si yule ambaye anajua khairi kuliko shari, yani si yule mtu ambaye anajua khairi na shari. wa innamal aqilu alladhi ya'lamu khayra al-khayrain, lakini mtu mwenye akili ni yule ambaye anajua khairi kubwa katika khairi mbili, wa sharra ash-sharrain, na shari kubwa katika shari mbili. nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، enyi Waislamu, sheria ya Kiislamu kama tulivyoona imeangalia maslaha na mafsada katika kuyaendea mambo, katika siasa, bali katika mambo yote, katika da'wa, katika jamii, katika kila kitu. Je, maandamano yana khairi au shari? Maulama wa sheria ya dini yetu wamebainisha na waqi' unaonyesha. Amesema al-Imam Ibn Baz rahimahullah, فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة. Mtume صلى الله عليه وسلم amekaa Makka miaka 13 akilingania. lam yasta'mil mudhaharat wala almasirat, hajafanya maandamano wala kutembea matembezi ya maandamano, hajafanya hivyo. Pamoja kwamba alikuwa amedhulumiwa na ana haki yake anaidai, amezuiwa kuabudu Mtume sallallahu alaihi wasallam, amezuiwa kutangaza dini, kusema la ilaha illa Allah, amezuiwa, lakini hajafanya maandamano. walam yuhaddid an-nasa bitakhribi amwalihim wa ikhtiyalihim, wala hajatishia watu kuharibu mali zao na kuwaua. wala shakka anna hadha al-uslub yadhuru ad-da'wata wad-du'at, la shakka kwamba, hakuna shaka kwamba uslubu huu unadhuru da'wa na maduat. Kisha akasema fahum yuriduna al-khayra bihadha al-uslub, wanakusudia khairi kwa uslubu huu, kwamba tunadai haki, tunatafuta haki zetu. walakin yahsulu bihi dhiddu, lakini kwa uslubu huu kinyume chake ndicho kinachopatikana, nayo ni madhara, hasara kubwa ndio inayopatikana, mali huharibiwa, nafsi hupotea. قال الإمام ربيع بن هادي رحمه الله، amesema الإمام ربيع بن هادي رحمه الله، فالمظاهرات
tantawi ala muqaddimat min itharati al-ahqad, maandamano yanakusanya yamebeba utangulizi, kunakuwa na utangulizi mbalimbali, kama vile kuingizia watu husda, kama tulivyoona katika maandamano yaliyopita. Watu wamejazwa husda, kwa nini fulani ana mali, watahyiji ala tariqati al-khawarij al-qa'd, na kuhamasisha watu katika njia ya makhawarij al-qa'da ambao tuliwaelezea hapa katika juma iliyopita. Nao ni wale ambao wanahamasisha watu kutoka lakini hawatoki. Wengine wako Ulaya, wengine wamejificha huko, wengine wanatumia pesa kwa njia eti taasisi za kidemokrasia zinatumiwa pesa kuhamasisha demokrasia. Uongo, kadhib. Wa ish'ari an-nas bidhulm, na kuhamasisha watu kuambia nyinyi mnadhulumiwa. Wa hathi lin-nasi ala al-mutalabati bil-huquq, na kuhamasisha watu kudai haki wanazodai haki. Wal hurriyat, na uhuru, kuwa huru, uabudu unachotaka, uwe unavyotaka, ukitaka kuwa shoga kuwa, wa ghairi dhalika min al-muthirat, na mambo mengine ambayo wanayatangaza. Wa qabla dhalika nafkhun wa nafthu ash-shaytan fi an-nufus, kabla hapo shetani anafanya kazi ya kuchochea watu katika nafsi zao. Thumma yandafi'u an-nasu fi ash-shawari'i wal mayadin, kisha watu wanajirusha, wanaingia katika kwa hamasa katika mitaa mbalimbali. Fi hiyajin wa fawda wa sakhbin, katika hali ya kuwa na jazba na makelele. Wal ghalibu, na mara nyingi an yakuna min almutadhahirina tahaddin wa takhrib, waandamanaji wanakuwa na vitisho na wanaharibu. La yahkumuhum wala yahkumu awatifahum aqlun wala shar'a, hakuna akili wala sheria inayoongoza zile hamasa zao. Fatati an-nataij al-murra, matokeo yake yanakuja mabaya chungu. Min al-istidami biquwati dawla, matokeo hayo ni matokeo ya wao kupambana na vyombo vya dola. Al-amru alladhi yuaddi ila safki ad-dima, jambo linalopelekea kumwagika damu. Wa ihdari al-amwal, na mali kuharibiwa, kama tulivyoona magari yamechomwa moto. Wa nahbiha, na kuibwa mali, simu za watu zimeibiwa, gesi zimeibiwa. Ila akhiri al-mafasid, na mafsada mwingineo. Allati hasalat wa tahsul, ambayo yametokea na yanazidi kutokea. Na amesema tena al-Imam Rabi' rahimahullah, ilhaqu ad-darar bin-nas fi al-anfus wal-mumtalakat min lawazim al-mudaharat binisbati 99%, wala ibrata bin-nadir alladhi la na'rifuhu wala nasma'u bih, kwamba maandamano kupatikana madhara katika nafsi za watu na mali za watu ni katika mambo ya lazima kupatikana katika maandamano, ni katika mambo ambayo hayaepukiki kwa nisba kwa 99%. Ama hiyo 1% haizingatiwi. 99% maandamano huleta vurugu na heshima za watu huondoshwa, watu kutukanwa, watu kubaguliwa. Na nchi yetu hii kama tunavyojua ni nchi ambayo tunaishi kwa amani miaka mingi sana, tukivumilia shida tulizokuwa nazo, tukivumilia baadhi ya haki ambazo baadhi ya jamii hawajazipata bado, kama sisi tulivyovumilia miaka yote haki yetu ya kuwa na mahakama ya kadhi. Kama tulivyovumilia miaka yote, tulivumilia kwa sababu ya maslaha. Hamsemi, tunasema, lakini kusema kwetu kuna tofautiana na siasa za kimagharibi. Siasa za kimagharibi umshambulie kiongozi katika mimbar, umseme, shambulia kwa maneno mabaya. Siasa ya Kiislamu inasema umfuate kiongozi, uongee naye kwa maneno mazuri, kwa hikma, mwambie kuna hili. Kama ambavyo tumeisoma hadithi katika hutuba mbili zilizopita. Usama radhiallahu anhu aliulizwa na baadhi ya masahaba, hivi humwambie Uthman katika baadhi ya mambo? Akasema, kwani ili mjue nimwambie
ili mjue kuwa namwambia mpaka niwaambie kuwa nimemwambia. Sasa mpaka tukishauri tuje tuseme tumeshauri, la yalza, na haitakikani hivyo. Kwa maandamano katika nchi yetu hii yanapelekea mafsada makubwa, na ndio maana sisi tunazungumza na kuyakataza, kwa sababu maelekezo ya dini yetu yako hivyo. Kwa sababu tunatakikana tunasema hivi, achana na hivi vitoto vinavyozungumza mitandaoni vinazungumzia Uislamu. Wengine wamekuja sijui na salamu mbili, salamu ya Kigalatia na salamu ya Kiislamu, unaunganisha shalomu alaikum, sijui mashallah, tumsifu Yesu. Hadha jahlun, huu ni ujahil, na Uislamu haukubali mambo haya, bali Uislamu unaitakidi kwamba huu ni mzaha, huku ni kuichezea dini. Kwa hiyo jitahadharini na hayo mnayofanya, mnazidi kututia hasira. Sharamu alaikum ni kuchanganya Uislamu na Ugalatia sio na Uyahudi. Uislamu hauruhusu hilo. Tunaishi kwa amani na jirani zetu wasiokuwa Waislamu, naam. Tunafanya kazi kwa pamoja, naam. Tunaishi kwa pamoja, naam, lakini kila mmoja ana misingi katika dini yake. Usijaribu kuchanganya, unaleta jambo baya zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa min, mwenye kujifananisha na watu basi ni katika wao. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujishabihisha, kujifananisha na watu katika jambo lolote, la salamu, la maongezi, la mavazi, ukijishabihisha nao wewe ni katika wao. Kwa hiyo achana hizi habari. Jitahadhari ewe Muislamu, kijana wa Kiislamu unaojiita Gen Z, hii haikuhusu. Achana hizi habari, si maandamano, si hayo mambo wanaodai kwamba salamu sijui unaunganisha ionekane ni kitu kimoja, haikuhusu. Achana nayo, unamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadai Gen Z hawana dini. Nani kakwambia? Gen Z wa Kiislamu wana dini na dini yao ni Uislamu. Gen Z wa Kiislamu wana dini na dini yao ni ya Kiislamu, iliyokataza maandamano, iliyokataza ujinga ho. Kwa hiyo Uislamu unalinda heshima, unalinda nafsi. Lakini watu walioathirika na hii mitazamo hii, siasa za kimagharibi, hawana adabu hata katika mazungumzo, ni wachochezi. Msikiliza huyu askofu mmoja, msikilize, leta, sikiliza huyu anafaa kuitwa mjinga. Huyu anafaa kuitwa mjinga, hana adabu. Sikize. Tunamwambia tu Mama Samia, kama kweli una nia njema ya kuleta maridhiano, kwa hiyo vua hijabu ukiwa kazini, vaa suti ya kike, suti tu kama hivi, ondoa makitambaa ya kuashiria wewe ni dini gani. Hapo tutajua sasa wewe umekuwa rais wetu na una nia njema ya kuleta maridhiano Tanzania. Anamwambia rais, ukiwa kazini vua hijabu. Huyu ni mchungaji, sijui pastor, sijui dude gani. Anamwambia rais, ukiwa kazini vua hijabu. Amri, ukosefu wa adabu, ujinga. Yani rais avae wanavyotaka wao. Wanataka kumpangia rais jinsi ya kuvaa, watamwambia uvae kimini, watamwambia uvae kadha. Jahil murakkab, jinga wa kiwango cha mwisho kabisa. Hawa ndio waandamanaji ambao wanasema wanaandamana tarehe 9, ndio hawa. Dhahir wanatetea haki yako wewe, uhakika ni chuki kwamba rais, kwa nini miongoni mwa chuki zao, kwa nini rais anavaa hijabu? Hebu angalia sasa, ikiwa wanachukia rais kuvaa hijabu, itakuja kuwa wewe kupata mahakama ya kadhi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wanatamani wale ambao wamekufuru la kama na nyinyi mtakufuru mwe sawa. Na anasema Allah, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Almuhimu aya ni nyingi. Hasa watu kama hawa ndio waandamanaji. Dhahir wanadai haki, chini nyuma ya pazia wana kitu kingine wanachokitafuta. Sasa wewe ingia kwenye mtego, shauri yako. Unatoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile unajifananisha na makufar, na ukifa katika hali, ukifa umetoka katika Uislamu, khalidun mukhalladun fi an-nar, ni motoni milele. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.